Mambo 8 ambayo hutaamini mpaka yakutokee. Kuna mambo ambayo huwezi kuamini hadi yajitokeze mbele yako, mambo ambayo yatajaribu imani yako, yataibua nguvu zako na kukuonyesha njia ya Mungu isiyo ya kifani. Katika video hii nimekuandalia mambo haya 8 ambayo hutaamini kabisa mpaka yakutokee, na jambo la 8 litakuacha mdomo wazi. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado kuja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie mambo 8 ambayo hutaamini mpaka yakutokee. Namba 1, Mungu anavyojibu maombi yako kwa njia usiyoitegemea. Kuna muda unaomba kitu kwa Mungu ukiwa na picha yako kichwani na jinsi kitakavyokuja, lakini Mungu ajibu kwa njia hiyo. Atakujibu kwa njia ambayo hujaitegemea kabisa, wala hujaipanga, wakati mwingine hata uipendi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 55 na mstari wa 8 hadi wa 9 imeandikwa nukuu, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Kwa hiyo kuna muda utajifunza kuwa Mungu ajibu tu, anajibu kwa hekima, na kwa hekima ya juu kuliko akili yako. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza ambalo utalishangaa, hutaamini mpaka alikotokee. Mungu anavyojibu maombi kwa njia usiyotegemea. Kuna muda unaweza kuwa unategemea Mungu atanijibu hivi, lakini unajua kushangaa Mungu anajibu kwa njia tofauti na wewe ulivyokuwa umetegemea. Lakini jambo la pili, rafiki uliomwamini anaweza kukusaliti. Unaweza kuamini mtu kwa moyo wako wote, unaweza kumwamini mtu kwa moyo wako wote, ukampa siri zako, ukamwona kama ndugu au dada au kaka wa karibu, lakini siku moja anakusaliti. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi sura 41 na mstari wa 9 imeandikwa, msiri wangu tena niliyemtumaini, aliyekula chakula changu, ameniinulia kisigino chake. Kwa hiyo utajifunza sio kila aliye karibu na wewe yuko upande wako. Rafiki yako wa karibu au mtu ambaye umemwamini sana anaweza kukusaliti. Kwa hiyo na baada ya kusaliti utajifunza sio kila aliye karibu na wewe yuko upande wako, sio kila aliye karibu yako yuko upande wako. Lakini jambo la 3, maumivu makubwa ndio huzalisha nguvu kubwa. Hakuna mtu anayeamini hili mpaka apitie maumivu makali sana, kupoteza, kusalitiwa, kushindwa, lakini hapo ndipo nguvu mpya huzaliwa ndani yake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 na mstari wa 3 hadi wa 4 utaona neno la Mungu lasema, wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni thabiti, na moyo ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Kwa hiyo utajifunza maumivu si mwisho, ni mwanzo wa nguvu mpya. Kwa hiyo hili ni jambo la 3, maumivu makubwa ndio huzalisha nguvu kubwa. Maumivu makubwa ndio huzalisha nguvu kubwa. Hili ni jambo la 3 ambalo utajifunza. Kuna muda unaweza kuwa unamwamini mtu, hakuna mtu anayeamini hili jambo mpaka apitie maumivu makali sana, apitie kupoteza kitu au kusalitiwa au kushindwa, lakini hapo ndipo nguvu mpya huzaliwa ndani yake. Kwa hiyo anakuja kuamini kuwa maumivu makubwa ndio huzalisha nguvu kubwa. Lakini jambo la 4, kuna nyakati Mungu anakaa kimya. Unakuta unaomba, unalia, unasubiri, lakini hakuna jibu. Unajiuliza Mungu yuko wapi? Lakini ukweli ni huu, Mungu yupo, ila anakufundisha kusubiri. Ndio maana ukisoma kitabu cha Zaburi 46 na mstari wa 10 imeandikwa, tulieni mkajua kuwa mimi ni Mungu. Kaeni muone, tulieni mkajua kuwa mimi ni Mungu. Kwa hiyo utajifunza
ukimya wa Mungu sio kutokuwepo kwake, ni sehemu ya mpango wake. Kuna muda unaweza ukajikuta unajifunza, kuna nyakati Mungu anakaa kimya, kuna nyakati unaomba, kuna nyakati unatamani kupata kitu fulani lakini hauoni, kuna nyakati unategemea Mungu akujibu lakini unaona kuna ukimya. Kuna wakati wewe mwenyewe mpaka unajiuliza, unaanza kujiuliza hivi Mungu yupo? Lakini mwisho wa siku unakuja kugundua kuwa ukimya wa Mungu sio kutokuwepo kwake, ni sehemu ya mpango wake. Lakini jambo la 5, mtu mdogo anaweza kubadilisha maisha yako. Unaweza kudharau mtu kwa sababu ya umri wake, hali yake au nafasi yake, lakini huyo ndiye anakuwa sababu ya mabadiliko yako. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 1 na mstari wa 27 imeandikwa nukuu, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima, tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Kwa hiyo utajifunza usimdharau mtu yote, Mungu hutumia yote. Kwa hiyo usije kuna muda utakuja kujifunza kuwa mtu mdogo anaweza kubadilisha maisha yako. Mtu mdogo ambaye hukumzania ndo anaweza kubadilisha hatima ya maisha yako, ndo anaweza kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo mwisho wa siku utakuja kujifunza Mungu hutumia mtu yoyote. Ndio maana la Mungu lasema Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Mungu anaweza kutumia mtu ule ambao hukumzania ndo akakusaidia. Mungu anaweza kumtumia mtu ambaye hukumtarajia wala hukumwazia chochote, alafu mtu huyo ndo akakusaidia. Na utajifunza kuwa Mungu hutumia mtu yoyote. Kwa hiyo usimdharau mtu yoyote kwenye maisha yako. Usimdharau mtu yoyote kwenye maisha yako, kwa sababu Mungu anaweza kumtumia. Mungu anaweza kutumia kitu dhaifu kwa ajili ya kukiaibisha kitu chenye nguvu. Mungu anaweza kutumia kitu ambacho hukukizania kabisa wala hata kukiwaza, akakitumia hicho kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo usidharau mtu yoyote kwenye haya maisha. Mungu anatumia mtu yoyote. Jambo la 6, ndoto zako zinaweza kuwa za kweli kuliko unavyodhani. Watu wengi hudharau ndoto, lakini kuna ndoto ambazo ni ujumbe, ndoto ambazo zinakuonya, ndoto zinazokuandaa, ndoto zinazokufunulia mambo yajayo. Kwa hiyo Mungu hutumia ndoto kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi 15 imeandikwa, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito wajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Kwa hiyo mwisho wa siku utakuja kujifunza sio kila ndoto ni ya kupuuzwa, nyingine ni sauti ya Mungu. Utakuja kujifunza sio kila ndoto ni ya kupuuza, nyingine ni sauti ya Mungu. Lakini jambo la 7 ambalo utajifunza, kushindwa kunaweza kuwa baraka iliyofichwa. Kuna muda kushindwa kwako ndio kunaweza kuwa ndo baraka yako. Unaposhindwa unaona kama maisha yamefika mwisho, lakini baada ya muda unagundua kama ungefanikiwa pale ungeharibiwa. Ndio maana ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 28 imeandikwa, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwa hiyo mwisho wa siku utajifunza kushindwa kwako kunaweza kuwa ndo ulinzi wa Mungu. Lakini jambo la 8, watu watakuacha lakini Mungu hatakuacha. Siku moja unaweza ukajikuta peke yako, watu uliowategemea hawapo tena, lakini katika upweke huo utahisi uwepo wa Mungu kwa nguvu zaidi. Ndio maana ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 13 na mstari wa 5 imeandikwa nukuu, sitakuacha wala sitakupungukia. Utajifunza watu wanaweza kuondoka lakini Mungu hubaki milele. Jambo la msingi la kutambua, maisha yana mafundisho ambayo huwezi kujifunza darasani, huwezi kuyaelewa kwa kusikia tu, lazima uyapitie, lazima uyaishi, na siku yatakapokutokea utakumbuka maneno haya na kusema, sasa naelewa haya mambo ni ya kweli kabisa. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, ninaomba comment, andika nimejifunza zaidi. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.